Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Namshukuru sana Mungu kwa siku hii ya leo kuweza kufanya iwezekane sisi kuwa hapa. Kwa kweli imeendelea kuwa baraka na jambo la kumtukuza Mungu sana 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 sana. Niweze kuendelea kualika tujumuike pamoja katika kumtukuza Mungu mahali hapa. Ule fundi mitambo mmoja aje anione hapa mara moja napoendelea hapa. Fundi mitambo aje hapa mmoja nimwambie jambo chapu chapu wakati tunaendelea hapa. Jana tulikuwa na maombi jioni. Kwa kweli nimepata shuhuda za kutia moyo na kuliinua jina la Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni jambo kubwa kabisa ambalo Mungu anaendelea kulifanya. Sijamwona mtu wa mitambo anayekuja, nataka aje nimwambie jambo. Na naamini hata kwa wale ambao hatujashuhudia kwa macho, Mungu amekwisha kuyafanya kwa utukufu wake. Kwa hiyo wewe andaa moyo wako kwa kuamini na ukashuhudie baraka hizo za Bwana. Asubuhi ya jana tulikuwa na kipengele cha pekee mno. Tulikuwa na kipengele cha muhimu sana cha naweza ikaangalika kama tabia ya nuru. Mojawapo baada ya kuviona vipengele vyake vya msingi ni ushindi na kushinda na kadhalika, kwamba nuru inapokuwepo giza halina namna isipokuwa kuondoka na ushindi ukawa hakika. Asubuhi hii ya leo kuelekea mchana niwarike tena tunapotafakari sasa kuelekea kwa fungu hilo kabisa kabisa, maana jioni huenda tukawa hapo tukapiga kambi hapo. Kwa fungu letu kuu la Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 15 16. Kwa hiyo hapo tutakuwa hapo mchana, lakini kwa asubuhi ya leo tunaanzia hapo. Yesu anawaambia wale wanafunzi wake, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Muda wetu utakapotutosha tutaona anawahitaji nuru, na wakati na yeye mwenyewe anajiita nuru, Mungu atakapotupa neema yake. Nuru hii ambayo ni ya kimbingu, na unaweza ukaipa majina mbalimbali, ikiwa maana ya neno, ikiwa maana ya habari njema, ikiwa maana ya ufalme wa Mungu, ikiwa na maana ya udhihirisho wa maisha yetu, na namna nyingi ambazo unaweza ukafafanua nuru, maana inasimama kwa mambo ambayo ni chanya na ni positive kwa ajili ya mambo ya kimbingu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile unaweza ukaiweka hapo ya kwamba Mungu alipoikusudia itawale duniani, yeye alikusudia nuru hii ibebwe na viumbe ambao ni wanadamu. Na leo hii tutakwenda kuona kwa uchache wake, kwa kadri Roho wa Mungu atakavyotusaidia, nini kinachobebwa katika mioyo ya hao watu wa Mungu. Mungu amekuwa akitembea na nuru hii tangu alipomweka Adamu katika dunia, na baada ya Adamu kuingia katika giza la dhambi, Mungu amekuwa akianzisha mpango ule wa wokovu. Alianzisha mpango wa wokovu, na ambayo ilikuwa ni nuru ya pekee, na ambayo ndiyo tunaisema ni habari njema. Habari njema kwa dunia iliyokuwa imepotea ni ujio wa wokovu kwa wanadamu kupitia Yesu Kristo, na hiyo ndiyo maana ya Injili, yaani good news. Sasa habari hii zimekuwa zikitembea baada ya Adamu kuanguka kwa dhambi na yeye akafa.
Mungu amekuwa akiwaita watu ambao anawakabidhi agano lake hili na kuihamisha nuru kutoka kizazi kimoja kuiambukiza kwenda kizazi kingine. Na zamani hizo, kama tunavyofahamu, wale watu wanasoma mambo ya fasihi, ilikuwa inaitwa oral traditions, walikuwa wanasimuliana. Kwa hiyo Adamu anapolala usingizi wa mauti, huenda alikuwa anategemea kukabidhi kwa kijana wake mwaminifu aliyekuwa anaitwa Abel, lakini anafariki. Kwa hiyo unaona kama lineage ya wabeba nuru na mbebaji wa nuru na maagano ya nuru inakatika, lakini Mungu anainua kizazi cha mwingine anaitwa Seti, anainuka mwingine anaitwa Metusela, anainuka mbeba nuru mwingine ambaye maandiko yanamshuhudia anaitwa Henoko, anatembea na Bwana. Kizazi kile kikaongezeka, watu wakawa wengi, na wanapokuwa wengi uovu pia ukaongezeka duniani. Na ndipo Mungu akamuita Nuhu, yeye atoke awe mbeba nuru zidi ya ulimwengu ambao alikuwemo ndani yake. Ulimwengu uliokuwa umechoka, ulimwengu wenye watu wengi zaidi kuliko siku ya leo, ulimwengu uliokuwa wa kisasa, maana huenda hata teknolojia ya wakati huo ilipita hii tulionayo sasa, kwa sababu wakati huo ndio watu ambao akili yao ilikuwa haiko mbali sana na ile ambayo Mungu alikuwa ameitengeneza. Ukilinganisha na leo, ni kizazi kirefu cha mbali. Kwa hiyo walikuwa bado ni watu wenye upeo na akili kubwa, wenye uwezo mwingi, na ndio maana waliweza kujaribu hata kujenga mnara ili wafike kule juu. Kwa hiyo hakikuwa kizazi cha kawaida, na ndio maana anaandika Yesu, anasema kupitia vitabu vya Agano Jipya, kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo itakuwa nyakati za kurudi kwake Mwana wa Adamu. Watu watakuwa wakila na kunywa anasa itakapofika katika kiwango kile cha wakati ule. Maana yake huenda bado, sababu bado hatujaona mbingu imefunguka. Kwa hiyo walikuwa kwenye teknolojia ya hali ya juu na kadhalika. Na hata ukifuatilia baadhi ya nyaraka nyingi ambazo zimefichwa na watu wa ulimwengu huu za teknolojia na vitu vingi zilichukuliwa zikafichwa ili watu waendelee kufanya biashara zao, na kila anayejaribu kuzivumbua basi wanamshughulikia na kadhalika. Kwa hiyo ulikuwa ni ulimwengu ambao umechoka kwa namna zake, lakini katikati ya huo ulimwengu Mungu akamuita Nuhu. Nuhu na familia yake wakapokea mwito, wakaandaa safina na wakaingia, na Mungu akaanza upya, akairestart dunia kwa mvua. Baada ya hapo wakatoka tena, Mungu akaanza kutembea nao, lakini mnakumbuka bado changamoto ikaingia tena. Na changamoto inapoingia tena, watu wanakuwa wengi, wanaongezeka, wanasambaa kule na huku, wanapita huko, wanaenda, watu wakatafuta nchi nzuri na kadhalika. Na ndipo miongoni mwa hali hizo Mungu tena akaona mambo yamekuwa mengi, watu wamesahau kupitia vizazi vya Nuhu na kadhalika. Anamuita mtu mmoja anaitwa Ibrahimu ili amkabidhi nuru yake atembee naye. Anamuita Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako, nina jambo na wewe, ninahitaji uwe mbeba nuru. Ibrahimu anatoka, anaitika wito kutoka Uri ya Ukaridayo, anaondoka na familia yake na baba yake mzee Tera, na wanapofika mahali fulani panaitwa Harani, Ibrahimu anakaa pale na baba yake anamzika. Na ndipo Ibrahimu anaanza sasa safari kama mbeba nuru ya kufuata maagizo na maelekezo, asijue anakokwenda, likianza funzo la imani ya kwamba mbeba nuru yeyote kwa sehemu ya fundisho la maisha ya Ibrahimu ni lazima ajue imani ndiyo inayomtembeza. Kwa hiyo jambo la kwanza tunalolipata kwa hawa wabeba nuru, hasa mzee huyu Ibrahimu, ni kwamba we are not walking by sight but we are walking by faith. Hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Ndio lilikuwa funzo la Ibrahimu. Ibrahimu akamtii Mungu na ikahesabiwa kwake ya kwamba anamwamini Mungu kwa utii wake. Kwa hiyo akawa mbeba nuru kwa wakati wake,
na wakati wake unapokwisha anakabidhi kijiti kwa kijana wake anaitwa Isaka. Isaka naye anachukua kijiti hicho, anatembea nacho, anaonyesha mambo kadhaa, anabeba maagano ya nuru ya Mungu. Anafika saa yake ya kulala, anamkabidhi mwanaye anaitwa Yakobo. Naam, Isaka analala, Yakobo ananyanyuka pamoja na changamoto zake, na yeye anazaa sasa watoto 12 na kijana mmoja wa pekee anayeitwa Yuda ndiye anakabidhiwa maono haya na maagano haya, na anaambiwa fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, kitabu cha Mwanzo 49. Na kuanzia hapo sasa nuru inatoka kwenye kukabidhiwa kwa mtu mmoja, inakuja kukabidhiwa kwenye familia, inakuja kuwa ukoo, lakini sasa inatanuka na Mungu anaenda Misri kulizaa taifa la wabeba nuru. Kwa hiyo wanakwenda Misri, wanaongezeka, na ndipo anazaa taifa, na anawapa kalenda maalum. Kuanzia kitabu cha Kutoka sura ya 12 anawaambia katika siku hii itakuwa siku ya kwanza, na huu utakuwa mwezi wa kwanza, na huu utakuwa mwaka wa kwanza kwenu. Kwa hiyo kuanzia hapa kama taifa nimewazaa, nimewakomboa, nimewatoa, nyinyi ni wa kwangu na ni taifa langu kwa ajili ya kubeba nuru. Na ndipo sasa utakuta Petro anaandika katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, anapotujumuisha na sisi wote baada ya kukubali Kristo, maana ndiye aliyezaliwa katika hilo, kwamba ninyi nao ni mzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, taifa takatifu, ukuhani wa kifalme, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita toke katika giza muingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo ndio kauli inayotimizwa pia na Yohana aliyeandika kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 12 na 13. Anasema sasa baada ya Israeli kukataa kama taifa, kumkataa Yesu Kristo, ndipo Mungu akatoa tamko ya kwamba sasa yeyote atakayenikubali, sina tena taifa, sasa hivi taifa langu ni yule atakayenikubali mimi. Kwa hiyo akatangaza akasema, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu, na hao ndio waliaminio jina lake. Kwa hiyo sasa wabeba nuru wakawa ni watu wote wanaomwamini Yesu Kristo, na hapo safari ya wanafunzi wa Kristo ikaanza kutembea. Naam, Yesu anazaliwa, wanaingia duniani, anazaliwa hapo kupitia kina Mariamu na kadhalika, na maisha yanaendelea ya Yesu, anakuwa na sasa anapambana na utume wa kazi yake. Anapomaliza kuifanya kazi yake kama mdhihirishaji na mbebaji nuru mkuu aliyetumwa kuja kudhihirisha nuru hii na kuacha utume, anapomaliza kazi yake anawakabidhi wanafunzi wake. Na miongoni mwa mafungu hayo, Mungu akitupa nafasi jioni kwa kibali cha Mungu, ndio akiwa mianzoni kabisa amewaita watu, wamekuja mwanzo kabisa wa huduma yake. Hawa watu wakiwa bado hata hawajaelewa vizuri, wakiwa bado hawajaelewa chochote, hawana chochote, ni katika mianzo kabisa ya huduma yake, ndipo anawaita wakiwa masikini na hawajui chochote, hawana theolojia yoyote. Anawaambia ninyi ni nuru ya ulimwengu, na nuru haiwashwi ikafichwa chini. Wakiwa na hali ya kawaida kabisa, wakiwa wa kawaida mno, narudia hilo na ulishike sana, ndipo anawaambia ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo anawapa utambulisho pamoja na udhaifu wao, anawapiga utambulisho wa nuru. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yesu sasa anapopambana kufanya kazi yake, anafanya kazi yake, anapomaliza anaondoka kwenda mbinguni, na anapofika saa ya kuondoka, wanafunzi wanamuuliza maswali kwamba sasa mzee, huu ndio wakati utakaporudisha ufalme, huu ndio wakati utasimika, maana hawakuelewa jambo lolote. Hapa ndipo nahitaji tujenge msingi wa hawa wabeba nuru 12 ambao Yesu aliwaacha kwa sifa zao chache ambazo walizifanya. Wakati Yesu anaondoka, wanamuuliza vipi mzee, ndio saa imefika sasa na sisi tukamate uwaziri mkuu? Ambia hapana, si kazi yenu kujua nyakati wala majira ambayo Baba ameyaweka katika mamlaka yake, bali ninyi mtapokea nguvu. Matendo 1 sura ile ya 8, ile anayetusaidia kusoma, tuanzie hapo. One maelekezo ambayo sasa Yesu anapoondoka
baada ya ujio wake wa kwanza ameidhihirisha nuru, sasa anawaachia maelekezo wanadamu. Sasa Matendo 1 fungu la 8. Matendo 1 fungu la 8. Ni yule yule. Ewe dada, na wewe ni mgumu. Simwe mnampa mic mkiona tumeshafika. Au yeye usogea kwenye mic pale dada. Mumpe na yeye aseme hapo. Maana kwa kweli ana moyo wa kusoma. Na kila siku anasahau, nasema asisome bila mic. Dada, kwani wajaomba namba bado? Namba hizi hawajaomba. Matendo 1 fungu la 8. Tuanzie hapo. Sasa tuone Mungu kupitia udhihirisho wa Yesu Kristo anaacha maagizo haya kwa wanafunzi thenashara wale 12 wanapomuuliza, sasa mzee, vipi sasa? Anawaachia maagizo haya yanayotuongoza kwenye mustakabali na namna ya ubeba nuru wanavyotakiwa kuwa. So Matendo 1 fungu la 8. Matendo 1 fungu la 8. Anayesoma yuko wapi? Nyosha mkono. Karibu. Sawa. Soma sasa. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu anatoa ahadi kwa wabeba nuru hawa anaowaacha. Anawaambia kwa maneno mengi, sitawaacheni ukiwa, sitawaacha wanyonge. Pamoja na kwamba ninaondoka, ninyi kuna zawadi na waachia. Katika kitabu cha Yohana ameelekeza vitu vingi. Nikiondoka nitamuomba Baba walete msaidizi, ndiye Roho wa kweli. Na anawaambia kiondoka mimi, Roho Mtakatifu atawaijilia juu yenu. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Na kisha mtakuwa wabeba nuru, witnesses. Mtakuwa mashahidi wa hii nuru ambaye ni Kristo mwenyewe. Maana yeye ndiye nuru kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 4. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Alikuja kama nuru, na ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ndio ulikuwa nuru ya watu. Na yeye anajitambulisha pia katika Yohana sura ya 8, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kwa Yesu anawaambia mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake mtabeba ujumbe wangu, mtabeba habari zangu, mtaibeba nuru na mtakuwa mashahidi wa hii nuru. You are going to be the light bearers. Mnakwenda kuibeba hii nuru, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Mnaenda kushuhudia nini? Nuru hii. Katika Yerusalemu na katika mtaanza katika Yerusalemu. Hapa watu wanaofundisha utume, wale watu wa misiology wanafahamu na kuielezea kwa kina kwamba Yerusalemu inaanzaje hapo. Tunafahamu hilo. Anasema mtakuwa katika mahali penu hapa, mtakuwa mashahidi. Mahali mnapoishi hapa mtakuwa mashahidi ya kwamba nuru unayoibeba haianzi tu mbali pale unapoishi, hosteli unamoishi. Maana ikiwa we ni mbeba nuru, na nuru tumejifunza hapo nyuma inashinda, ina tabia ya kufukuza giza. Tunatamani ushuhudiaji wake uanzie geto, uanzie magetoni, uanzie darasani, wajue. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu, mtaibeba hii nuru. Na kwa kuwa nuru haijifichi, inafukuza giza, mtakuwa mashahidi wa hii nuru. Kuanzia Yerusalemu, nyumbani kwenu wanakutamkaje? Pale shuleni, chuoni wanakutamkaje? Kanisani kwenu wanakutamkaje? Au wewe ni kama ile dawa ya rangi mbili, huku buluu huku nyeupe? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu wa habari zangu, kuanzia hapa Yerusalemu na wapi? Na katika Uyahudi. Na katika Uyahudi wote. Samaria, katika Uyahudi yote na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ahadi kwamba sikilizeni vijana wangu, mimi ninaondoka, lakini ninapoondoka ninawaachia hii. Ninyi mtakuwa mashahidi wangu, mimi mtaenda kunishuhudia. Baada ya kutembea nao kwa miaka 3.5, sasa amekufa,
na amefufuka. Anamwambia sasa naondoka, nilichowapatia kinatosha, kipelekeni. Na huo ujumbe ndio ambao mpaka leo tunauhubiri na mpaka leo hatujaumaliza. Kwa hiyo utaona ni content kubwa, nuru ambayo ni deep and wide, pana na ya kina, ambayo tunatakiwa kuipeleka tangu wale 12 hata leo. Ndio nuru ambayo inaendelea kukata poli, inasambazwa, inatawanyishwa, nasi tutakuwa mashahidi. Kwa hiyo ajenda ambayo Kristo aliiacha ni sisi kuibeba nuru yake, kuwa mashahidi. Sisi tutakuwa mashahidi, na kuwa mashahidi kunaletwa na nini? Kuwa mashahidi kunaletwa na jambo hili. Anasema nanyi mkiisha kupokea huyo Roho Mtakatifu, anasema kaeni hapa. Matendo hiyo 1 fungu la 8 inasema vizuri mno ya kwamba mkiisha kumpokea Roho Mtakatifu mtakuwa mashahidi wangu. Soma tena hapo fungu la 8, msomaji vizuri. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Hii nuru ninayowapatia, ninayotaka muwe mashahidi, ni lazima mpokee nguvu. Sasa hapa kuna shida ya kithiolojia ya uchambuzi wa hili neno nguvu. Alegorism imetumika sana kulielezea hili neno. Kuna uchambuzi wa kithiolojia na njia fulani inaitwa allegory. Siwezi kuelezea, ila ni namna ambayo utakuta mtu anasema ile neno nguvu, power, and you shall receive power after the Holy Ghost come upon you. Anasema ile neno nguvu kwa Kiyunani ni neno linaitwa dunamis, na dunamis tafsiri yake ni power, na dunamis ni kweli kabisa linazaa neno dynamo, na ndio linalozaa neno dynamite. Kwa hiyo neno dynamo ni kifaa kinachofua umeme. Kwa hiyo mtafsiri anayetumia allegory atasema ya kwamba kwa hiyo hii nguvu inayokuja ni kama uwezo wa kuzalisha nguvu ndani yetu. Lakini mwingine anasema hii ni uwezo kama wa dynamite, maana neno hilo linazaa dynamite, mlipuko mkubwa unaolipusha. Kwa hiyo nguvu hii ni uwezo kama wa mlipuko, na hata kuna watu wamejenga mlipuko wa injili kwa neno hilo. Lakini hii nguvu sio mlipuko, na wala sio kitu kinachozalishwa kama dynamo. Ni nguvu gani ambayo Kristo aliwapa wabeba nuru, ambayo kwa hiyo nguvu Yohana alianza kuexperience alipohubiri, aliposhuhudia? Maana alijitaja kwamba mimi sio nuru, mimi nimekuja kuishuhudia nuru, mimi nimebeba ushahidi tu. Na alipoona Yesu amekuja, akatuma wanafunzi wake akiwa gerezani, akasema nendeni kamuulize yeye ndiye ajaye au tumsubiri mwingine, na akapewa majibu. Na unajua, sikiliza, kuna saa kuibeba nuru hii, kuna mahali unafika kama unakata tamaa, unaona hivi, huyu Mungu ni yeye ninayemtumikia au sio yeye? Sasa ili uelewe mashaka ya Yohana, Yohana ndiye mchungaji aliyembatiza Yesu, na yeye ndiye aliyeona mbingu zinafunguka, na akasikia sauti, na akasema huyu ndiye niliyestaja habari zake, ya kwamba sina uwezo wa kufungua gidamu zake, na anaona. Lakini ilipofika saa amekata tamaa, yuko gerezani, akapewa habari za Yesu, akasema nendeni mkamuulize ni yeye au tumtazamie mwingine. Na jibu likatoka akiwa nyuma ya nondo za gereza, akawaambia watumwa, nendeni mkamweleze Yohana, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, watu wanafunguliwa, masikini. Hilo neno ndilo ukienda utaelewa maana ya Yesu kutamka heri masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Lilikuwa ni miongoni mwa jibu la Yohana. Anaambia kamwambieni Yohana, masikini wanahubiriwa habari njema. Kwa hiyo masikini unaotajwa hapo sio ule tunaodhani. Maana ukija kwenye jibu la Yohana, na sio mada yetu, mada yetu iko kwenye fungu la 16. Mungu akitupa nafasi tutaona hapo. Anambia nendeni mkamweleze Yohana Mbatizaji hayo. Na Yohana anaposikia maneno hayo, ndipo anaelewa ni yeye, anatulia. Saa inafika, sahani inaletwa. Herodia amekatika, amecheza kwa baba yake, na mama mke wa Herode anataka kichwa cha Yohana. Yohana, tunataka kichwa chako. Anawaambia kikateni na mchukue, maana ni yeye, huyu ni yeye. Nini kiliingia kwenye moyo wa Yohana hata anakubali, hakufurukuta kichwa chake kikatwe?
Ni nguvu gani? Kama ni ya mlipuko, kama ni ya kuzalisha, kama ambavyo Alegori imefafanua, ni nini kilikuwa kwenye mioyo ya mitume? Kina Paulo wanafungwa, wanachapwa, hawa wanauawa, wanateseka, wanafungwa magerezani. Kina Petro wanafungiwa mpaka malaika wanaingia wanawaokoa, lakini bado wameibeba nuru. Ni ujasiri gani walikuwa nao? Ni nguvu tu ambayo imefasiriwa hivi. Nini kiliwafanya wabebe nuru, wasione aibu, waende nayo popote, waache vitu vyao, waache kazi zao, waache mambo yao na wasione aibu, waende? Paulo anafungua kazi, safari ya kwanza, safari ya pili, anafungua makanisa Efeso, Korinto, anateseka na akiwa na changamoto kubwa katika mwili wake, na anaiongea, anasema kabisa, makusudi nisipate kujivuna kwa mafunuo makubwa niliyopewa. Na alipewa mwiba, mjumbe wa shetani, ili anitese. Mwiba uliotafsiriwa hapo ni aina ya maumivu ambayo Paulo alikuwa nayo. Wengine wanasema alikuwa na shida ya macho, wengine wanasema alikuwa na shida ya fulani, lakini Paulo hajaifafanua. Anasema nilikuwa na mwiba, na unatafsiriwa pain, na hilo neno pia linatafsiriwa athon, na neno hilo pia linatafsiriwa kama tent peg, kitu kinachoshikilia kitu kisiondoke. Na mtafsiri mmoja akasema huenda maumivu haya ndio alikuwa anamfanya Paulo atulie miguuni pa Kristo kila siku. Kwa hiyo Paulo anasema kwa mafunuo ndiyopewa, anafanya kazi kubwa, ana maumivu haya kwenye mwili wake, lakini bado anachapa kazi, bado anabeba nuru, peleka Efeso, bado anabeba nuru, peleka Korinto. Wanaasi, wanazinaa kubwa, lakini anapeleka kati tamaa. Fungua, anafanya hivi, kwenye magereza. Kina Onesimo wanaachiliwa gerezani na kadhalika. Amebeba nuru hii. Nini, ni nguvu gani ilikuwa inawasukuma watu hawa? Na Yesu amewaambia, tulieni nanyi mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kuna nguvu itakuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na kadhalika. Nenda kitabu cha Matendo sura ya 2, zia mstari ule wa kwanza na usome. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza, soma haraka. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni. Wewe unafuata alama za uandishi? Ndio. Haya, soma vizuri sasa. Hata ilipotimia siku ya Pentekosti. Imeandikwa Pentekosti. Pentekoste. Sasa we dada, meza mate kwanza. Haya, tuendelee. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, ile siku ya 50, maana zake ni nyingi sana katika Agano la Kale, na ambayo inakuja kuunganishwa hapo siku ya 50, muda wetu hautoshi. Anasema ilipotimia siku ya Pentekoste, maana yake ile siku ya 50, maana yake Yesu alikaa siku 40 na wanafunzi. Ile siku ya 40 akapaa kwenda juu. Kwa hiyo siku 10 zikawa hapo. Ilipotimia zile siku 10 kujumlisha na 40 za kwanza, siku 40, wanafunzi walikuwa wamekaa pamoja, maana Yesu alikuwa amewaambia musiondoke hapa mpaka mpate ile ahadi niliyowaambia, mpaka muione. Soma sasa. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi. Wewe dada, ngoja kwanza. Yule dada ananisomeaga yuko wapi kila siku? Hayupo? Aya, shika na mwingine. Ningekuwa na fimbo. Ni wewe au leo amekunyima maji ya kunywa? Ni wewe. Jamani, niliwaambia muombe namba. Sasa mmeanza kumwambia dada wa watu maneno ya utakufa kwa ajili yake. Naona anaanza kukosea na mafungu. Aya, kama ni wewe sasa, hebu asomepo na mwingine. Hebu sio mnamwambia mtu niko tayari kufa kwa ajili yako. Naona dada wa watu sasa anaanza kunadili. Ghafula. Lakini Mungu akubariki wewe dada, sawa? Haya, tuendelee sasa. Sasa vuta pumzi vizuri, mchana ni na wewe. Aya ya pili nitasoma. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi. Wewe naye ni wale, mrudishie huyo dada. Hii ghafla sijui imekuaje bwana. Yaani mrudishie huyo dada mic yake. Dada, tuendelee.
Anasema unajua nafuu na afadhali ni maneno mawili ila yana tofauti yake kulingana na intensity. Kwa hiyo hapo kuna nafuu na afadhali. Haya, tuendelee sasa. Fungu la pili. Anza fungu la kwanza sasa. Matendo sura ya pili, anza mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni, uvumi. Mstari wa pili anasema, haya, kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Sasa hapa ndipo hapa navuruga watu na wahubiri wengi tunasimamia kucha hapa. Pepo ukavuma, zikasimama ndimi za moto, nguvu zikaingia. Sasa chiragi wakajawa na Roho Mtakatifu, wakanyanyuka wakaenda. Sasa je, huu pepo na moto ndio ilikuwa nguvu yao wabeba nuru? Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Fungu la tatu. Naam. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Physically katokea kama vimoto vinavyowaka vimegawanyika juu ya kichwa cha kila mtu. Kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Ndio. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kajazwa na Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Anza kusema kwa lugha nyingine. Nenda fungu la 5. Fungu la 5 anasema, nao walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Hawa jamaa uwezo ulipowaingia wakaanza kuongea, na walikuwa wakiongea. Sikiliza watu walivyokuwa wanasikia. Soma msomaji. Watu wataua. Walikuwa Yerusalemu, watu wamekuja kwenye sherehe ya Pentekoste wengi. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Ndio. Fungu la 6. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kila mtu. Kwa hiyo majamaa yanaongea kama mimi hapa naongea, Mnyakyusa anasikia, Msukuma anasikia, Mjita anaelewa, Mjaruo anapata, Mkuria anajani, kila mtu anaelewa, lakini niko hapa na hubiri mmoja. Watu wakakusanyika, wakasema hiki ni nini? Endelea msomaji mpaka fungu la 13. Anasema, wakashangaa wote. Wakashangaa, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Hawa ni madogo wa Galilaya, tunawajua. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Hawa si wanatukasa hawa? Inakuwaje leo wanaeleweka na hawa? Fungu la 9. Ndio. Walparthi na Wamedi. Ndio. Na Waelami. Ndio. Na wakaao Mesopotamia. Uyahudi na Kapadokia. Ndio. Ponto na Asia. Yes. Frigia na Pamfilia. Misri na pande za Libya karibu na Kirene. Na wageni watokao Rumi. Wayahudi na waongofu. Wakrete na Waarabu. Wote. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu mpaka Kiarabu matendo makuu ya Mungu. Wewe jamaa alikuwa akipiga Bwana Yesu asifiwe. Mara wanasikia Bismillahirrahmanirrahim. Ilikuwa ni vuguvugu lisilo la kawaida. Lisilo la kawaida. Nuru walikuwa wameibeba ilikuwa ya ajabu. Niwadokeze kidogo. Hapa kwa mara ya kwanza Mungu alienda pale kwenye mnara ule uliokuwa umejengwa Shinari, akachafua lugha za wanadamu. Kuna connection kubwa, maana hapa ndipo Mungu tena anadhihirisha lugha moja inaweza ikaeleweka. Hapa wakati wa wabeba nuru wa kwanza, hapa ndipo Mungu anaonesha udhihirisho wa kwanza kwamba I can ile niliivuruga kwa makusudi, ila hapa tunaweza tukarejesha tena. Hiyo itakuwa siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee msomaji. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka. Watu wakaingiwa na shaka. Wakaambiana, maana yake nini mambo haya? Haya mambo maana yake nini? Mbona wanaongea na tunasikia?
mbona wana ujasiri, mbona ujumbe unatufikia, mbona nuru inatufikia na sisi ni wageni? Maana ni Mungu alikuwa ametoa wekezo, alikuwa amewekeza ndani yao uwezo wa kuibeba nuru na kuisambaza na kumulika kwa wengine, na haiwezi kufichika. Uwezo ule hakuweza kufichika, yani uwezo aliokuwa ameweka Mungu, ile nuru iliyokuwa ndani yao, hakuna kabila linaweza likaresist kuisikia. Sikiliza jibu la mitume walivyolitoa kina Petro, fungu la 14. 14 anasema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11. Petro akiwa amesimama na wale 12. 11. 11. Akapaza sauti yake akawaambia, majibu akasema, enyi watu wa Uyahudi, enyi watu wa Uyahudi, na ninyi nyote mkao Yerusalemu, na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sikilizeni, nataka niwaambie. Kumbuka huyu Petro ndio yule aliyemkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Na nataka niwaambie miongoni mwa wanafunzi ambao Yesu alikuwa anajua watakuwa disappointed ni Petro. Alijua kabisa huyu jamaa amepotea, na ndio maana Yesu anapofufuka anawaambia wale wanawake, anawaambia, nendeni, go ye tell the disciples and Peter, nendeni mkawaambie wanafunzi na Petro. Bwana Yesu asifiwe. Man of God. Nendeni mkawaambie wanafunzi na nani? Kwa hiyo kuna wanafunzi na kuna Petro. Maana Petro ndio ambaye alikuwa kimbelembele chake, injili kata masikio ni ya kwake, akasema nitakufa. Hauwezi kufa wewe, mimi nipo. We hamna. Wapo kina Petro, nyie tuendane kwenye effort, mlevi akileta matatizo mniachie. Kwa hiyo Petro anapoona, unajua kumukana mtu akafariki ni jambo moja, unajua yameisha, amefufuka na ulimunawa. Wanaambia, kamwambieni wanafunzi na Petro. Petro sasa ameshasamehewa, nguvu imejaa, ana hasira ya kulipiza kisasi na uwezo ule umekaa juu yake. Akatoka mbele yao akawaambia, sikilizeni. Msomaji 15 anasema, sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa. Hawa watu sio kwamba wamelewa, kwa maana ni saa 3 mchana. Maana ni saa 3. Pombe wapi napewa cha saa 3? Japo kwa siku hizi zipo. 16 anasema, saa 3 saa 4 mtu ameshakuwa moto. Ndio. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Jambo hili mnaloliona, hii nguvu mnayosema ni dynamite, hii dunamis na kadhalika, hili mnaloliona ni lile alilolisema. Sikilizeni, chanzo cha nguvu yetu ni kutoka kwenye lile lililonenwa na nabii Yoeli, akisema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, nitamwaga juu yao, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. 18 anasema, naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake, ndio, roho yangu, nao watatabiri. Petro anawaambia, sikilizeni, haya ni yaliyosemwa. Na hapa ndipo ninapata swali, kama ndivyo ilivyosemwa ya kwamba nuru ile ilipowaingia, ushahidi walipoubeba, anasema hii ikiwaingia, hii wakiipata, vijana wazee watafanya, lakini leo sioni. Sasa haya yalikuwa ni majibu ya Petro kwa wanafunzi na watu waliosikiliza. Lakini Yesu mwenyewe, twende kitabu kile cha Yohana sasa. Yesu mwenyewe alitoa jibu hili ya nini kilichokuwa kimefanyika, na hivi ndivyo tunavyoelekea kumaliza sasa. Kwa hiyo wewe makini, sikiliza jibu la Yesu kwa wabeba nuru wakati anawaandaa na tukio hili. Soma msomaji, Yohana sura ile ya 7, anzia mstari wa 37
na hata wa 39. 37 anasema Yeah. Hata siku ya mwisho, ndio siku ile kubwa ya sikukuu, siku moja ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Walikuwa ni mithali, hawakuelewa. Sasa maneno yanayofuata akaelezea alikuwa anamaanisha nini, na mwishoni akaweka kodi ambayo ndio ilikuwa inawapa nguvu wanafunzi. Anasema akasimama tu akasema, mtu anayeona kiu aje kwangu anywe maji ya uzima. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, kama maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Aniaminie mimi, kama maandiko yanavyosema, mito ya maji ya uhai itatoka ndani yake. Mito ya maji ya uhai. Nini maana yake Yesu? Unamaanisha nini? Malizia fungu hilo. 39. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho. Alilinena kwa habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja. Kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo Roho alikuwa hajaja, ule uwezo ulikuwa hujaja. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo wanafunzi, hapa ndipo tunapata jibu namba moja kwenye swala hili. Hao wanafunzi, nini kilikuwa kinawapa kiburi? Walipomwona Roho Mtakatifu anakuja, walipata jawabu gani? Maana Yesu aliwaambia, mimi nitakwenda. Na hata ile sherehe ya Pentekoste ndio ilikuwa tafsiri yake. Na ndio maana zile siku 10 Yesu alipopaa, waliambiwa kaeni msubiri mtakapoiona ile ahadi. Kwa hiyo wao, Roho Mtakatifu walipomwona ameshuka kwao, ilikuwa ni jambo moja. Lakini jambo la pili lilikuwa ni hili hapa. Waliambiwa Roho Mtakatifu hajaja, maana mimi bado sijatukuzwa, bado sijapewa mamlaka, bado sijakaa kwenye kiti cha enzi, bado sijamilikishwa, bado sijamseta adui wangu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija, sasa hivi hajaja, atakuja. Na akija, mito ya maji ya uzima itatoka, nuru itaangaza. Mkiona amekuja, tambueni nimekaa, na nikikaa nina mamlaka, nina uwezo, nimeshinda kaburi, nina nguvu na kila kitu. Kwa hiyo wanafunzi walipoona Roho amekuja, swala alikuwa Roho Mtakatifu, swala ni kwamba amekaa tayari, ameshakaa, hayumo kaburini, ameketi, ameshatukuzwa. Twendeni tukahubiri. Kilichowatia moyo ni kwamba Bwana wao ametukuzwa tayari, ni mfalme, ni mtawala, is the prince of princes, ndiye mtawala, ni mmiliki, amepewa mamlaka. Na ndio maana ukitenda kitabu cha Ufunuo na Danieli anaelezea vizuri katika Danieli sura ya 9, anasema nikaona huku duniani, anasema katika Matendo 1, anasema akanyunyuliwa na wingu likamchukua. Danieli sura ya 9 anasema nikaona mmoja mfano wa mwanadamu akija na mawingu. Kwa hiyo aliondoka na wingu, akapokelewa na wingu, wakamleta karibu mzee wa huyo siku, naye akapiki viti vya enzi vikawekwa, naye akaketi. Na unapoenda kitabu cha Ufunuo hivyo hivyo, anakuja analetwa karibu na mzee wa siku, anaketi. Ufalme na mamlaka na wazee 24 wanapiga magoti, wanasema ufalme una wewe, wastahili kukitoa kitabu, maana ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila. Huu ndio ujasiri. Na ukienda kitabu kile cha Zaburi, mtunga Zaburi Daudi anaimba wimbo wa kiunabii, anasema fungueni malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Huu ndio wimbo wa kiunabii ambao malaika wanaimba Yesu anapopita kwenda kutukuzwa mbinguni. Yafungulieni malango, wanaimba. Nani huyo anayepata, anayeingia? Ni mfalme wa utukufu, hodari wa vita, aliyeshinda, anaingia, anapokelewa. Kwa hiyo zile siku 10 zilikuwa ni za kutawazwa Yesu mbinguni, na wanafunzi wamekaa, na aliwaambia nikienda nitamwomba Baba alete. Kwa hiyo walipoona Roho Mtakatifu walijua tayari kamanda wetu amefika kwa Baba yake, amekaa tayari.
twendeni tukapige kazi. Ujasiri waliokuwa nao sio tu Roho aliwaingia, nguvu inayoweza yeye tuliyekuwa naye, yeye ambaye ni nuru ameketi. Kama ameketi, uwezo ni wa kwake, mamlaka ni ya kwake, ushindi ni hakika. Mnataka kukata kichwa? Kateni, ameshaketi, nitatoka kaburini. Mnataka kuniburuza barabarani? Buruzeni, alishaketi. Mmechelewa, mnatusindikiza, mnaturahisishia. Ndio maana mababa wa kanisa, church fathers, wateteaji wa dini wanakufa, maana uhakika wao ameketi. Na ndio maana kitabu cha Ibrania sura ya 11 hakina habari yoyote ya imani ya kujibiwa upone. Ni habari ya wazee waliokuwa wanaona ameketi na atarudi. Kwa hiyo wanafunzi, kilichowapa ujasiri ni kwamba Bwana wetu amefufuka kaburini na ameketi, twende tukaifanye kazi yake. Na hii ndiyo nguvu ya wabeba nuru, ya kwamba ameketi. Sasa kuna jambo hapa Mtume Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorinto sura ile ya Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Na mafungu kadhaa hapa nataka tuyamalizie. Sasa kama Kristo ameketi, sikiliza maneno haya. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 kuanzia fungu la 12. Wakorinto wa kwanza 15 kuanzia fungu la 12. 12 anasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu. Maana yake kama ameketi, amefufuka katika wafu. Na huu ndio ujasiri wetu wabeba nuru, ya kwamba amefufuka. Kama ameketi, amefufuka. Na ikiwa anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, ndio mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Paulo anapambana na hoja, sema mbona kuna wengine mnasema hamna kiama ya wafu. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Basi Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, na kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu sisi ni bure. Yani hata mahubiri yetu na sisi kukusanyika hapa, kama wafu hawatafufuliwa, maana yake hapa tunacheza na ni bure. Maana yake ni nini? Kupuuzia ni kusema Kristo hakufufuka. Na imani yetu ni bure. Na imani yetu ni bure. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Na hata sisi tunachowapigia kelele hapa ni mashahidi wa uongo kabisa. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Tunamshuhudia Mungu kwamba alimfufua na amemketisha, na ni uongo. Nenda fungu la 17 anasema, na kama Kristo hakufufuka, na akaketishwa, imani yenu ni bure. Mngalimo katika dhambi zenu. Bado mmo katika dhambi zenu. Nisikilize vizuri. Kwa nini wabeba nuru wanatakiwa kuelewa Kristo ameketi na wasibaki kwenye dhambi? Kwa sababu kama hakufa, tunabaki kwenye dhambi. Tafsiri yake ni hii: kama bado uko kwenye dhambi, maana yake Kristo hakufufuka. Unaendelea na zinaa, Yesu yuko kaburini. Unaendelea kufanya hivi, Yesu yuko kaburini. Maana kama amefufuka, beba nuru, tembea. Ila kama bado yuko kaburini, hebu soma ile fungu tena, msomaji. Fungu la 17 ni fungu lenye uchungu mwingi. Nisome fungu la 17. Nasema, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Mngalimo katika dhambi zenu. Bado mmo kwenye dhambi, hakuna nuru yoyote. Kwa hiyo kudumu kwenye dhambi ni kuendelea kutangaza Yesu hajafufuka. How can you dare continuing in adultery, kuendelea kwenye mambo ya zinaa, ya uasherati, ya dhambi za mizaa na kadhalika, na wakati kaburi liko wazi? Unawezaje kupata ujasiri? Kaburi liko wazi. How can you dare? Unawezaje kuendeleza unafiki kanisani, umbea, usingiziaji kwenye ndoa, maigizo ya kutosha, mivurugano ya kutosha, vimada wa kutosha na kadhalika, ulaji wa zaka? Maandiko yanasema kama Kristo hakufufuka, mmo kwenye dhambi. Kuzuia zaka ni kutangaza bado yumo kaburini. Na ndio maana hatuwezi kuibeba nuru, maana tunachotangaza bado yuko kwenye kaburi. Wabeba nuru wanatangaza kaburi liko wazi.
kwa matendo yao, kwa maisha yao, kwa mahusiano yao. Kaburi liko wazi. Paulo anasema kama hakufufuka mmo katika dhambi zenu. Endelea msomaji tunapomalizia hapo. Fungu la 18 anasema na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Hata waliokufa katika Kristo wamepotea. Nenda fungu la 32. 32 anasema ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu, kama kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso. Mimi nimepambana na nimeteseka nikiwa kule Efeso, na ubiri nateseka, nimepambana na hayawani kule Efeso. Nina faida gani? Na faida gani sasa kama Kristo hakufufuka? Wasipofufuliwa wafu, na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Anaambia sasa tuendelee tu kunywa, maana yake continuing sin, endeleeni kutenda dhambi, maana kufufuka. Kwa hiyo kuendelea kudumu kwenye dhambi ni kutangaza hakuna, ni hasara. Mbeba nuru anatangaza kaburi liko wazi. Mbeba nuru anapoona matendo ya Roho Mtakatifu inampa ujasiri, yeye ameketi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sifa ya wabeba nuru. Maana yake kuendelea kudumu katika dhambi ni kuliangazia giza, ni kusema Yesu hakufufuka na wala hajaketi hapo juu. Wale wote wanaokiri ya kwamba alifufuka, na ya kwamba wale wote ambao wanaendelea kudumu katika dhambi, na tule na tunywe, tafsiri yake tufuatishe tamaa za mwili, tuendelee kuzitii, tuzitakula cha mwili na kadhalika, kuendelea huko. Maana yake ni kusema kaburi hakutokamo, na mbinguni kiti kimoja cha enzi hakina mtu. Nenda fungu la 20. Tusimame tunapomalizia mafungu. Fungu la 20 anasema, tusimame. Lakini sasa Kristo amefufuka. Lakini sasa ujasiri wetu uko hapa, nguvu inayotusukuma kuwa nuru. Kristo amefufuka. Endelea. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala. Limbuko lao waliolala. Endelea. 21. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu, hata na ufufuo nao unaletwa na huyu Kristo. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa. Malizia fungu la 28. 21 anasema 28 basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake. Anzia 26 hapo. 26 hapo. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Yesu hajamaliza kazi yake akiwa amekaa huko mbinguni, anasema adui wa mwisho atakayemmalizia ni mauti, baada ya kushinda dhambi. That means tutaendelea kuishi na kifo mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili, maana kifo ni adui atakayekuwa wa mwisho. Meluka baadhi ya mafungu hapo, muda wetu umekwisha. Nasema endelea fungu linalofuata tena. Anasema ndio, kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Ndio. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiisha vitu vyote hayumo. Maandiko haya yanasema kwa ufupi, tutakomea hapo. Sema Kristo kazi aliyokuja kuifanya ni kutiisha vitu vyote chini yake, na anaposema ni kutiisha vyote, yeye aliyemtuma ambaye ni Mungu, sio kwamba yuko chini yake. Kwa hiyo kisha maliza hii kazi, anamrudishia jambo lake Mungu. Maana yake kipawa hiki na kuendelea kudumu kwenye dhambi, tunashindwa kubeba sifa ya ubeba nuru. Kwa nini hatuwezi kuibeba nuru? Ni kwa sababu bado tunadumu katika dhambi, bado tunatangaza kaburi liko wazi. Nuru ya kweli inaangaza kutoka kwenye kaburi lililoko wazi hapa duniani, kitoka kwenye mbavu za Kristo. Tutaona siku ya Sabato inaangaza kwenye mioyo ya watu wake, na wanapoona matendo ya pekee ya Roho Mtakatifu, wanapoona movement za Roho Mtakatifu katika kanisa, watu wanahubiriwa, wanaokolewa. Wale wanaobeba nuru wanajua Kristo ameketi, maana alisema nikienda nikaketi, nikifika tamwambia Baba tuma Roho Mtakatifu. Kuendelea kudumu kwenye dhambi, Paulo anasema
ni kusema Yesu hakufufuka na hivyo hajaenda. Kuendelea kushikamana na dhambi ni kutoa tangazo, kaburi na jiwe bado viko sealed. Ni wangapi tumetangaza kaburi limefungwa kwenye maisha yetu, badala ya kuibeba nuru ya kufufuka kwa Yesu kwa kujitenga na dhambi na kuacha nuru ishinde. Kilichowapa ujasiri wanafunzi walipoona Roho Mtakatifu, na hili ndilo neno ambalo Yakobo lilikuwa katika namna ya kiunabii kwa Yakobo alipoona zawadi kutoka kwa Yusufu. Maana alipomwambia mtoto wako yuko hai akukubali, ila alipoona zawadi akasema kweli kijana wangu yuko hai. Wanafunzi walipoona zawadi ya Roho Mtakatifu wakajua ameketi. Ni wangapi wana shuhuda za matendo ya Roho Mtakatifu na Mungu na uwezo wake, akiwatendea watu, akiwasamehe, akiwarudisha, lakini bado tumeng'ang'ania dhambi na kuendelea kutangaza kaburi limefungwa. Wito mingapi zimetolewa ili tuibebe nuru, lakini bado tumeshikamana. Je, unadhani kwa namna hiyo tutakuwa tayari kusimama katikati ya mateso, katikati ya changamoto za kukatwa vichwa kama wenzetu walivyofanyiwa? Je, kama wenzetu walivyofanya, wakibeba nuru hii kwa gharama ya maisha yao, yani kwa sababu ya hii nuru chukueni maisha yangu, ila kaburi limefungwa. Tunakuwa ndio uweni, ila kaburi liko wazi, na wakati huo sisi tunatangaza kwa maisha hayo ambayo wenzetu waliyatoa yakatangaza nuru. Sisi hayo ndio tunayoyatumia kutangaza hapana, kaburi liko wazi, halijafunguliwa. Chama wangapo anasema Mungu nisaidie, kuanzia leo nimeshashuhudia wewe umefufuka na umeketi mbinguni, nisaidie kuwa mbeba nuru. Tembea uje hapa, nahitaji tu. Jo. Sa Mungu imetosha. Maisha yangu yametangaza kaburi limefungwa, bado imetosha. Sina ujasiri wowote, maana nilikuwa sijisumbui hata kwa imani. Imetosha. Sasa nataka nitangaze kaburi liko wazi. Ni mzigo mzito mno kutangaza kaburi limefungwa. Haumfai kabisa mwanadamu. Hili jambo halifai kutangazwa na maisha ya mwanadamu. Muachie ibilisi peke yake aendelee kulaghai ya kwamba kaburi limefungwa. Mtasogea hapa mbele. Mchungaji Mwamboneke utaomba kwa ajili yao. Karibu hapa pastor. Wale waliojitoa kwa ajili ya ubatizo na wale ambao wanatamani kwamba maisha yao tangu sasa yadhihirishwe na wazame katika maji ya ubatizo, naomba waje hapa, na hata kama ukuwepo wakati wale wanajitoa, njoo na wewe. Sogeni hapa mbele. Mchungaji Mwamboneke, karibu kwa ajili ya ombi hili na kutufanya tuwe nuru. Wale waliojitoa hapa siku ya juzi kama sijakosea, waje hapa. Wale ambao wanatamani kwamba na mimi ninaona ulikuwa hujabatizwa, lakini unaona maisha yako yameenda ndivyo sivyo, na unatamani katika mikutano hii utangaze ya kwamba kaburi liko wazi, njoo na wewe, maana Mungu anahitaji kufanya hayo matangazo. Tangaza kupitia maisha yako. Ni maisha haya ndio yanayotangaza ya kwamba kaburi liko wazi au bado limefungwa. Ni maisha haya. Maisha haya ndio wenzetu kwa kuyaondolewa walikuwa wanaamini ameketi atatupa mengine, wakayaachia, ili mimi na wewe leo tupate ujumbe. Ni vijana wenzetu, ukisoma historia ya kanisa, ni vijana walijificha, wengine walifia kwenye mapango wakificha. Nenda kasoma historia ya Biblia. Nilikuwa napitia visa fulani jana jioni, nikakuta kina mama wamecharazwa viboko, wamechubuka kwenye mwili, maana amekamatwa chooni na kipande cha ukurasa wa Mathayo amekutwa nacho chooni. Kwa hiyo wako wenzetu wanalipia kwa maumivu haya ambayo sisi tunayapata, lakini sisi tuko comfortable na dhambi na tuna muda wa kutosha. Haitawezekana.
kuendelea kutangaza namna hiyo. Maisha ya wengine wanaumia njaa, wananyimwa vyakula, na wengine mko hapa, mnajua mlivyoipata hii imani, mliteswa nyumbani, mlinyimwa chakula, lakini kuna wengine tuko hapa, chakula tunapata na kadhalika, na hatuumii. Tunazidi kwenye zinaa, tunazidi kwenye uongo, tunazidi kwenye mizaa, tunaingia kwenye mazoea yasiyofaa. Maisha yetu yanatangaza vinginevyo. Ukisasa wa dunia hii umechuchukua. Sasa maisha yetu tunayatumia badala ya kutangaza kaburi liko wazi, na hatumo tena katika dhambi, na Yesu alikufa na dhambi imeondoka. Sisi haya maisha tunayatumia vinginevyo. Anawabariki sana wale waliojitoa. Mchungaji atakwenda kutuweka mikononi mwa Mungu. Mwambie Mungu jambo hili: Mungu nisamehe, nilifanya matusi makubwa kwa msalaba wako na kutangaza kaburi lako limefungwa. Iwe ulifanya dhambi kwa kukusudia, iwe ulidumu humo kwa bahati mbaya, iwe ni kwa kutengenezewa, lakini as long as ulianguka dhambini na ulidumu humo, mwambie Mungu wangu, naomba nisamehe. Kumbe nilikuwa natangaza kaburi limefungwa na haukufufuka. Niliungana na Mafarisayo na Herode na Shetani kutangaza hujafufuka, umeibiwa, wewe ni mjanja. Nisamehe Mungu wangu. Hili ndilo ombi, na umwambie Mungu, sasa nipe ujasiri ya kwamba kaburi liko wazi, niibebe nuru hii hata kwa gharama ya maisha yangu, hata kwa gharama ya maisha yangu, niibebe nuru hii. Na hii ndiyo sifa ya maisha nuru. Bwana tubariki kwa jina la Yesu, amen. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya mpango wa ukombozi. Tunashukuru sana katika hubiri la siku hii ya leo linavyoonyesha namna ambavyo akina Petro na wenzake waliopata ujasiri kwa kuona na kuendelea kutangaza kwamba kaburi liko wazi, na Yesu umekuwa mshindi, hauko tena kaburini, na umeshinda kwa ajili yetu. Hilo lilitosha kwa wao kuwapa nguvu za kuendelea kuwa mashahidi, na wenzetu kwa kweli walokushuhudia Mungu vizuri. Katika siku hizi za mwisho, kundi hili hapa sasa ndio mashahidi ambao umetuita katika nyakati hizi za mwisho kuendelea kutangaza kwamba kaburi liko wazi. Tayari Yesu umetushindia sisi na uliteseka kwa ajili yetu, na tuko hapa kama matokeo ya kafara ya mwana wako. Baba, asante kwa sababu habari hizi zinagusa sana mioyo yetu. Tumeitika wito siku hii ya leo, tumetembea hapa. Bwana, tumekuja kukubali kwamba ututumie kama mashahidi, na kama kuna jambo lolote ambalo shetani analifanya linatufanya au linatuaminisha kwamba sisi tusionekane kwamba ni mashahidi, na wakati fulani tunakosa hata nguvu za kukushuhudia kwa namna ya pekee kupitia ujumbe wa siku hii ya leo, tupatie nguvu za kukushuhudia kwamba Yesu hayuko tena katika kaburi lako, umefufuka. Hizo zikaweza kuwa ni habari ambazo zilete matumaini kwetu na kutupatia ujasiri, na tunapotoka sasa ulimwenguni baada ya summit hii, twende tukiwa na nguvu zote, tukiendelea Bwana kukushuhudia na kuwa mashahidi kwamba Yesu ulikufa msalabani kwa ajili yetu, na tuwavute wenzetu kwako. Mbele yako na mbele yetu yuko kijana ambaye amejitoa kwa ajili ya kubatizwa. Kuna wengine walijitoa juzi na jana, kuna wengine hawajafika hapa mbele, lakini ujumbe huu Bwana umewagusa katika mioyo yao. Itakapofika wakati wa ubatizo, hebu Mungu uwasaidie kuweza kujitoa na kujiandikisha, na hata kuja mbele kujionyesha bila kuwa na aibu, kwa sababu mitume akina Petro hakukuonea aibu. Mhubiri mtumishi wako, endelea kumtumia kwa namna ya pekee, na endelea kugusa mioyo yetu kwa namna ya pekee kadiri mikutano hii inavyoendelea, katika jina la Yesu Kristo, amen.
Naam, Bwana awabariki sana wale wote ambao wamekuwa wakiendelea kutufuatilia na kufuatilia ibada hii mbashara kabisa katika masaa haya. Rafiki hapa yeye anaitwa Baraka Michael, anasema Mungu awe nanyi huko Magomeni, asiwepo hata mmoja wa kujuta kuwepo hapo Magomeni, na wapenda tukasa, amina. Lakini huyu anasema Mungu abariki sana, naendelea kubarikiwa pia. Yeye anaitwa Melesiana Ernest, amina. Lakini mwingine anasema ukweli huu tusipouzingatia tutaambiwa heri mimba iliyoharibika. Mungu atubariki, amina. Yeye anaitwa Reubeni Muringi. Lakini pia huyu anasema Mungu awabariki mno tukasa, ninabarikiwa pamoja nanyi nikiwa Oman. Yeye anaitwa Elizabeth Kusaga. Mungu akubariki sana Madamu Elizabeth Kusaga, kwa sababu umeendelea kutufuatilia tangu mianzo ya mikutano hii. Nipende kuwaalika na kuwaambia kwamba endeleeni kubarikiwa na vipindi hivi ambavyo vinaendelea kurushwa mahali hapa. Wakati huu kwaya DIT watamtukuza Mungu kwa wimbo mmoja, na mara baada yao watakaribia Water Family kwa wimbo mmoja. Lakini bila kusahau wale wote ambao walikuwa wakirusha matangazo haya. Control room walikuwepo Elikunda Singo kama director, lakini pia alikuwepo Samuel Emmanuel, na camera operator walikuwepo Grace Daudi pamoja na Jonathan Abedi, na kwenye PA system alikuwepo Musa Sabato, nami ambaye nilikuwa nikisimamia matangazo haya. Langu jina ni Arnold Libelius Yankana. Mchana huu wa leo tunawaambia ya kwamba Mungu awabariki sana, tuwatakie mchana mwema. Bye bye.